kuna swala mihoji hapa muhimu tu kuhusiana na mgombea ina idadi. Yeye alisema kwenye mkutano mkuu uliofanyika Kilimanjaro aliona rais wa Yanga Engineer Hersi alimuunga mkono mwenyekiti wa klabu ya Simba Mzee Mangungu kumpitisha Karia. Tena kuna sauti ilisikika, uchaguzi huu nafasi hii tusigombee. Uwezi wepo kwenye nafasi zingine za wajumbe tu. Rais ni huyo, si ndio? Sasa kuna katiba ya TFF inatoa mwongozo kuhusiana na swali hilo. Ibara ya 28 ina kichwa cha habari kimeandikwa decisions and election. Maamuzi na uchaguzi, sio? Kwanza kabisa hiyo katiba inasisitiza the General Assembly shall not make a decision on any issue that is not included on the agenda. Mkutano mkuu wa TFF haupaswi kufanya maamuzi kwenye kitu chote ambacho kipo kwenye orodha ya agenda za mkutano mkuu wa TFF. Hiyo moja. Lakini kuna sehemu ya 5 imeandika in depth kidogo, lakini nisome kwa uelewa, ni kwamba maamuzi yoyote ambayo yatahitajika kufanya pale kuhusiana na mabadiliko kwenye ofisi ya rais wa TFF au maboresho ya taratibu au kuboresha zaidi agenda mbalimbali za kwenye mkutano mkuu au maamuzi hayo yanahitaji kupigiwa kura 2 ya 3 ya wajumbe ambao wapo kwenye mkutano mkuu. Sio, umeelewa? Kwa hiyo ukirudi kwenye ule mkutano mkuu, binafsi sikumbuki wajumbe 2 ya 3 kama walipitisha hilo. Sana nadhani Rais Karia alisema hilo ni la muda wa uchaguzi na kamati itafanya mambo yake. Kwa hiyo naweza kusema kwa kumbukumbu zangu na muongozo wa TFF, Rais Karia hakupitishwa peke yake. Yani hakupitishwa wagombea mwenyewe. Ila wengi waliomuonyesha nia kwamba watamuunga mkono. Kwa hiyo upepo ambao umepita hapa mzito, inawezekana watu wakasema, hebu tujaribu na mwingine. Ruhusa kikatiba unaruhusiwa. Ila swala utakidhi vigezo, hilo ni swala lingine. Yupo huyo mtu akumkabidhi nchi ya ahadi? Tichitiga na yupo hapa. Utaenda naye.